Bwana, mara baada ya Simba kuweka wageni hawa ambao wamewaalika watu wakaja na mawazo kila mmoja na ya kwake. Yes. Kwa kweli ulipata hisia gani? Ni kweli pengine wameangalia kwa kuwa ndo hivyo ama nini ambacho umekiona? Binafsi mimi nimeshtushwa kwanza kwa maana kwamba hawa wageni watakuwa na impact gani ya kuweza kushawishi mashabiki. Sasa subiri kwanza. Yes. Yaani naona kama kuna vijimambo vinashindwa kwenda sawa. Umesema kwamba wewe mimi binafsi sijaona sababu ya kuwaita watu. Kwa kuwa sioni impact kubwa ya hawa watu kwenye mpira, yani hususan kwenye mchango wa kuingiza mashabiki wengi. Hii ni mechi ambayo Simba wanahitaji idadi kubwa ya mashabiki. Ndio hiyo unamuita mkuu wa mkoa wa Tabora, yes, alikuwa na sintofahamu na klabu ya Yanga kama ambavyo afisa habari wao wamezungumza, kwa maana kwamba adui wa klabu ya Yanga wao kwao ndio rafiki yao, wametem kama mtu ambaye anawachukiza Yanga kwa wao ni rafiki yao. Lakini unakaa unaangalia hiyo impact ya mkuu wa mkoa wa Tabora kwenye kushawishi mashabiki wa Simba kwenda uwanjani itakuwa vipi? Wallace Karia, mgeni wa heshima, amefanya mambo makubwa sana kwenye mpira wetu, lakini impact yake kwenye kushawishi Simba ujaza uwanja itakuwa vipi? Kuna muda watu wanazungumza tu kwa maana kwamba bwana Haji Manara nini, Haji Manara hivi, lakini yule jamaa nadhani alikuwa kuna kitu ambacho alikuwa nacho kwenye kuweza kuinfluence watu waweze kwenda viwanjani. Alikuwa atoke na vispika afanyaje, lakini alikuwa anafanya press yake na watu wanaitika kwenda uwanjani. Watu wakawa wanasema kwamba timu inafanya vizuri, ndio maana mashabiki wanakwenda uwanjani. This season Simba hawana timu mbovu, lakini bado kwenye mahudhurio ya mashabiki bado haijawa kwa kiwango hicho ambacho watu wanakizungumza. Kwa hiyo kuna muda naamini kuna sehemu tumemesa. Kwa hiyo unataka kusema hali hata Ahmed Ali pia alipaswa kuchukua kitu fulani kutoka kwa Haji Manara kwa hichi ambacho ameanza nacho? Binafsi naamini kwa maana kwamba kipindi ambacho Haji Manara yupo, slogan zake zilikuwa zinaenda, lakini pia mashabiki walikuwa wanaitika kwenda viwanjani. Kama unakumbuka do or die, mashabiki walikuwa wanaitika ndani ya uwanja ya moto. Kwani sasa hizi timu ya moto mpaka sasa hizi tafanisha na msimu ule. Yani ukilinganisha lakini timu yao nzuri msimu huu na timu nzuri kuliko msimu uliopita. Ni ya moto sana. Tunakubaliana kwa hiyo. Unajua aliwasababisha Young Africans wakaujaza uwanja kipindi hawajui kama timu yao itakuwa ya moto au sio ya moto. Kipindi wanakufa na Rivers. Unaikumbuka? Kabisa, yes. Kwa issue ya msingi ambayo hapa nazungumza ni kwenye eneo la kuna sehemu gani ambayo sisi kuanzia kwa wadau wa michezo kwa maana waandishi wa habari, maafisa habari, kuna sehemu hatufanyi kwa ubora mkubwa, ndio maana mashabiki wamepungua ndani ya uwanja. Kwa nini mashabiki walikuwa wanajitokeza ndani ya uwanja? Kwa nini saa hizi mashabiki mpaka watu wawafuate na vispika ili waje kuja uwanjani? Kwa hiyo kuna sehemu ambayo naamini hatufanyi kwa ubora mkubwa, ndio maana mashabiki wajitokeze ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwangu mimi sio muumini wa mashabiki kuweza kufuata majumbani kuanzia kuambia bana Simba anacheza tarehe 9 kwenye mechi ambayo ni crucial game. Hizi ndio mechi ambazo Ahadi akiambiwa kwamba una mechi anakwenda kujaza uwanja wiki moja kabla ya mchezo wenyewe husika. Angalia mechi ya Ahadi na Al Hilal Omdurman, wale wanaokumbuka ile ambacho Al Hilal Omdurman mechi ya mwisho anatakuwa ashinde zidi ya Mamelodi Sundowns, anapata sare pale uwanja wake wa nyumbani, anaenda mechi ya mwisho ya kuamua nani afuzu, anakwenda kucheza na Al Ahly. Wale Al Ahly mashabiki wao wamenunua ticket wiki moja, wamenunua ticket ambazo za kujaza uwanja. Kwa kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kujifunza, ni namna gani ambavyo tunaweza tukashawishi mashabiki kwenda uwanjani, wasiwe bored pia uwanjani. Unajua bahati mbaya zaidi kwenye soka letu mashabiki anakwenda uwanjani, yani anakwenda kama muhalifu. Ukiangalia kuanzia askari walivyovaa mabomu, bunduki, unaona kabisa ni kama unaenda sehemu ambayo sio salama sana. Kwa hiyo issue ya msingi ni kutengeneza mazingira rafiki, mtu aone kabisa kwamba ninapokwenda uwanjani na kwenda kwenye mtoko. Leo hii tutakaa tunajiuliza kwa nini watu baa wanajitokeza kwa wingi. Mazingira ambayo mtu anakwenda kukutana nao baa ni mazingira ambayo yanafurahisha yeye mwenyewe binafsi. Lakini ukienda uwanjani sio mazingira ambayo mtu anakuwa comfortable kuweza kuenjoy. Mtu anakwenda na watoto, mtu anakwenda na nini. Leo hii mtu anaweza kulipia ticket ya VIP, lakini akaambiwa VIP uwanja jukwaa la VIP limejaa na yeye ana ticket ajenda hajakaa kwenye hiyo seat. Kwa hiyo unaweza kuona pia hivi ni vitu ambavyo vinapelekea pia watu ambao wanapenda mpira
kuanza kuona kwamba kama mechi yenyewe inaonyeshwa, kwa nini niende uwanjani sehemu ambayo naweza nikienda na watoto sio sehemu salama, matusi nikienda pia mimi mwenyewe na familia yangu, kuna vibaka ambao wako wengi. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinapelekea mashabiki washinde kujitokeza ndani ya uwanja. Lakini tukirejea kwenye hoja ya msingi, mimi binafsi sijaona impact ya watu ambao wamealikwa na klabu ya Simba kwenye kuhakikisha kwamba idadi ya mashabiki wanajitokeza kwa idadi kubwa sana. Kwa hiyo hali wewe ulitamani pengine nani angealikwa na pengine angeongeza kitu kwa mashabiki kujitokezwa kwa wingi kiwanjani? Binafsi sioni kama kuna mtu, labda kuna mbinu nyingine tu ingefanyika, labda kuwaita wachezaji wa zamani ambao wana influence kubwa. Emmanuel Arnold Okwi, mchezaji gani wa zamani ana influence? Emmanuel Arnold Okwi ni miongoni mwa wachezaji ambao ana influence kubwa, kwa maana kwamba huyu unaweza ukamchukua ukamgharamia kila kitu akaenda kuongea kwenye vile vispika ambavyo anatembea navyo Ahmed Ally, kwa maana kwamba akazungumzia scenario ambazo wao walikuwa wanapitia kwenye michezo migumu, labda kwa mfano umetoka kupoteza na Ahali, hata kina Boniface Pawasa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao kwa ground haya mambo ni ngumu, ndio maana mimi kama namuelewa hivi mimi namuelewa, lakini practice sasa ndio ni changamoto sana. Kwa hiyo yani sisi wa Tanzania ndio kuna vitu fulani ambavyo tunapenda. Sawa, yani sisi sijajua kwa nini, lakini vitu ambavyo vinatushawishi ni hiyo hoja ya Pawasa ya Emmanuel Arnold Okwi, ndio hoja ya hata Haruna Nionzima na nini, ni hoja ina mata sana. Sawa, lakini Watanzania hawateki attention kwa watu kama wale. Watanzania wanapenda trending. Ndio maana tulimpeleka leo. Ndio maana tukampeleka wale. Unajua kwa nini walimpeleka? Kwa sababu kipindi kile yule alikuwa na ushawishi. Sasa ushawishi, yani yule alikuwa anaenda kucheza na masuala ya kiufundi unaleta ushawishi. Sasa kwa yule si mtu wa hamasa. Yani leo hii sasa kule alikuwa anaenda kuhamasisha nini? Ngoja kwa kitu. Leo hii kati ya Pawasa, sawa? na Paul Chacha, nani ana trend Tanzania hii? Au Emmanuel Arnold Okwi na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, nani yuko kwenye trend? Mimi nataka nikuulize swali jepesi, hali naomba nimuulize swali jepesi tu. Emmanuel Arnold Okwi ashike kipaza waite mashabiki wa Simba Sports Club na Paul Chacha. Wewe unategemea nani kwa sasa hivi? Paul Chacha. Yeye nakwambia kwa sasa hivi. Paul Chacha wewe Simba sio kwa Emmanuel Okwi. Ndio nakwambia sasa. Sio kwa Emmanuel Okwi. Sisi wa Tanzania kuna vitu vyetu tunapenda. Sisi wa Tanzania tunapenda vitu laini, tunapenda burudani. Sisi tunapenda starehe wa Tanzania. Hoja ya msingi ni nini? Yaani kwa maana ya kwamba Simba hii mechi, kumbuka wanahitaji mashabiki, lakini mashabiki pia wanatakiwa kugarantiwa kwamba tukienda uwanjani tutapata matokeo. Sasa unahitaji huyo mtu kukugarantii kwamba tutapata matokeo, yani kwamba Arnold Okwi hawezi akamshawishi shabiki wa klabu ya Simba kwamba kwa kuwa Okwi nitakuwepo uwanjani ndio tutashinda. Hiyo haipo. Yeye anazungumza scenario ambazo ashai kukutana nazo ndani ya uwanja, kwa maana kwamba kwenye hizo scenario Okwi ni rahisi wachezaji kumuelewa kwamba wakati Emmanuel Arnold Okwi anawafunga Haras El Hadud Misri, sawa, walishinda hapa 2-0, wakaenda kule wakapigwa 3. Ilikuwa 3-0 hapa, kule ikawa 3-0 pia. Dakika za jioni Okwi anapiga goli, sawa. Scenario kama ile Okwi ni rahisi kuwaelekeza kina Lionel Ateba, kina Mukwala, kwa sababu wao ndio watakwenda kupractice ndani ya uwanja. Even wachezaji even mashabiki pia yani wanataka kusikia kitaalamu hii mechi. Mashabiki hawataki kitaalamu hadi. Paul Chacha yeye anazungumza nini? Kwa sababu sasa hivi Paul Chacha si yuko kwenye trending, sawa? Na Yanga wamemkera. Yeye anachozungumza. Ndio apewe maiki, awashawishi, ateme cheche. Kaka. Watu wanaenda. Kwa sababu hata unajua kwa nini Ahmed Ally utampa maiki Paul Chacha afu kesho msipopata matokeo wa kuelewa. Unajua kwa nini Ahmed Ally kaongea hiyo? Kwa sababu anajua huyu mtu sasa hivi kwenye ushawishi ana impact kubwa. Na mimi sidhani kama atakuja kweli. Mimi nahisi anaweza asije, lakini sasa kuna mashabiki yani pale tu, kwa mfano amekuja Paul Chacha akapungia tu mkono, uwanja mzima utasimama utamshangilia. Mimi nawaambia bwana, sawa, muda unakwenda kweli, dakika ni 2 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kwenda kuchezesha draw ya pili katika siku ya leo. Nakumbuka kwamba hapa Mshua anakwenda kutoa shilingi 100,000 kwa watu 35 tofauti, lakini kadri ambavyo pesa zinazidi kumwagika ndivyo muda ambavyo tunazidi upande wako, namna ambavyo umeona wale aina ya wageni ambao wamekuja
ama wamealikwa katika shughuli yenyewe kama ambavyo amezungumza Ahmed Ally, pengine ilitengeneza picha gani? Maana wengi wanasema kama vile Simba kuna namna wanataka kuikomoa hivi Yanga. Huwezi kusema wanataka kuikomoa kwa sababu ni mtu ambaye hatuwezi kusema kwamba ana msaada wowote. Msaada wake ingekuwa labda Tabora wameifunga Young Africans, tungeweza kubeba kile kitu na tungekuja kuona ni jinsi gani ambavyo kingekuwa kina mashiko. Lakini hivi virabu vyetu, hizi scenario zao, hizi drama ambazo wanaziishi tumeshazoea sasa hivi kuwa zinatokea. Kipindi ambacho mzee Magoma na Trendi walisema ndo mgeni rasmi kwenye Simba Day, unakumbuka kama sikosei. Unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo wao wanaenda na trending, hawaangalii kitu kingine, lakini wanaamini kwamba wakifanikisha kumleta Mheshimiwa Chacha jijini Dar es Salaam, kuna kitu ambacho watakuwa wamekipata wao kama engagement kuelekea kwenye mchezo wao, kwa sababu mashabiki wa Simba Sports Club watafurika kwa wingi kwenda kumuona Mheshimiwa Chacha uwanjani, atakapokuwa anawasalimia, atakapokuwa anaingia uwanjani kama mgeni rasmi, na pia watafurika kwa wingi kwa sababu huyu sakata lake yeye na Ally Kamwe ndio lilosababisha upande wa upinzani ambapo ni Ally Kamwe aweze kuwekwa ndani. Kwa hiyo unakuja kuona ni kitu ambacho wao wamekifikiria kuelekea kwenye mchezo wao, kitu gani ambacho kinaweza kuwa kina mvuto, kuongezea hamasa kwa mashabiki wao. Wameona wamtumie Mheshimiwa Chacha ambaye ana trend kwenye wiki hii baada ya mtafaruku wake yeye na kijana kutoka Young Africans pale Ally Shaban Kamwe. Lakini all the way virabu vyetu vinapaswa vifikirie mbinu mbadala ya kuwaengage hao mashabiki kuwa wanaelekea uwanjani, kwa sababu hizi drama zina mwisho wake. Ujue kila siku tumekuwa watu wa drama, na tunapaswa kutambua kwamba mpira unachezwa ndani ya pitch. Hizi drama tunazozileta nje, mwisho wa siku ukija kuondoka pasipo na matokeo, watu hawawezi wakakuelewa. Kwa sababu leo hii utatengeneza hiyo drama ya kumleta Mheshimiwa Chacha, lakini je, ndani ya pitch utaenda kuderiva kile kitu ambacho umekitarajia? Ukishindwa kuderiva kile kitu ambacho umekitarajia, tunawafahamu mashabiki wa soka la Bongo watakuja kukuuliza kesho hapa kwamba ulimleta Mheshimiwa Chacha, okay fine, alikuwa mgeni, ulituletea si kazi gani wakati tumeshindwa kuvuka? Kwa hiyo wanapaswa kuangalia mbinu mbadala ya kuhamasisha mashabiki wao, kwa sababu kwao huu ni mchezo muhimu, lakini kwenye idea zao za drama ni kitu ambacho kimezoeleka kwa Tanzania sasa hivi. Mtu anaye trend anapata nafasi ya kwenda sehemu husika. Sawa, bana, nimepiga kama simu mbili hapa. Na moja na ambayo inatumika, hii nyingine naona inakata tu. Sasa hawa matajiri hawa sijajua wanafikiria kitu gani. Sawa, hii inatumika. Tutaendelea kumtafuta hapa moja wa mwakilishi, alafu tumsikilize anasema kitu gani ili mambo yaweze kwenda vizuri zaidi na zaidi. Lakini draw inayofuata itakuwa majira ya dakika 22 kutoka hivi sasa ambavyo tunazungumza, na itakuwa ni majira ya saa 12 dakika 55. Mara hii inakwenda aina hii ya wageni ambao wamewaalika wekundu wa Msimbazi Simba Nation. Kwako wameleta mtazamo gani? Maana kila mtu amekuwa akizungumza lake katika vijiwe vya kidigitali. Ni issue ya trending tu. Unajua sasa hivi watu ambao wamekuwa wakitrendi, ukirudi wiki mbili zilizopita alikuwa ana trend ya rais wa shirikisho la soka Tanzania, Wallace Karia. Lakini kwa wiki hii mtu ambaye ana trendi ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Kwa hiyo ni kama Ahmed Ally anataka kuwatumia watu kuongeza mvuto wa mashabiki wa klabu ya Simba kwenda kwenye mechi yao. Lakini unajua mtu kama Wallace Karia ni mgeni mkubwa na ni kiongozi mkubwa kwenye soka Tanzania, ambaye kualikwa kwake inaonyesha jinsi gani ambavyo wameuchukulia uzito mchezo huu, na pengine kuenda kwake uwanjani kunaweza kawafanya hata mashabiki wengine wa klabu ya Simba waamini kabisa kwamba huu ni mchezo ambao ni muhimu, na mtu aliyemwalika ni mtu mkubwa kwenye soka la Tanzania. Kwa hiyo na sisi inatakiwa twende tukaisupport timu yetu. Lakini kwa upande wa Paul Chacha, nadhani ni ile issue pia ya utani wa Simba na Yanga, kwa sababu mwisho wa siku amekuja kuongea tena adui yao ndo rafiki yetu. Kwa maana yake inawezekana Ahmed Ally ametumia ubunifu hapa katika kutafuta wageni ambao wametrendi kwa siku za karibuni. Hilo liko wazi, lakini kiukweli sijui kwenye mpira wetu sisi tunataka nini, kwa sababu hatubadiliki. Kila siku vitu vipya vinakuja. Hatutakiwi, yani
bado sisi sheria zetu za taifa kuhusiana na masuala ya michezo, Ndio. Sisi michezo ni sio biashara rasmi na sio bado sisi ni michezo ni sehemu ya burudani, sanaa, utamaduni, umeona. Kwa hiyo ndio maana hata ukifuatilia hawa wachezaji wanaokuja Tanzania, mishahara yao ambayo wanalipwa hawakatwi kodi, unajua. Sawa. Sehemu ambazo unaona kodi ipo ni kwenye hii mikataba. Kuna kwenye mikataba ambayo timu zinaingia, hata ule mkataba wa bodi ya ligi na mdhamini mkuu na mdhamini wa kuonyesha haki za matangazo ya television, ule ni mkataba ambao una kodi, lakini bado sisi hatujatoka kabisa kwenye ile mpira biashara, mpira kama ajira rasmi. Sisi tuko bado kwenye zile enzi za zamani kwamba watu walikuwa wanatumia mpira kama sehemu ya kuenjoy, ya kupata burudani. Na ndio maana haya mambo bado yanaendelea, ya hizi utani wa jadi. Kitu hicho mpaka leo kipo, lakini kwa wenzetu ukienda kwa mfano kama pale Misri, hiyo issue haipo tena. Hiyo ya utani wa jadi haipo. Nakumbuka mwaka 2019 au 2020 Al Ahly waliwashtaki Zamalek kwa kutumia nembo yao. Kwa mfano kama vile ambavyo Yanga waliposti matokeo walivyowafunga Simba 5-1, ndio hivyo, si waliweka nembo ya Simba pale. Sasa itokea issue kama ile ya Al Ahly kuhusiana na issue ya Club of the Century, klabu ya karne. Zamalek walikuwa wanaona kwamba sisi tunastahili kuwa klabu ya karne na si Al Ahly. Kwa katika lile tangazo waliloweka bango uwanjani, barabarani wakaweka na picha na nembo ya Al Ahly. Al Ahly wakaenda wakawashtaki. Kwa hiyo sisi haya mambo ya mazoea, ule utani wa jadi, uswahili ambao tuko nao ni kutokana na sheria na sera yetu ya michezo. Sawa, Mshua amesema ya kwamba maneno machache sana, alafu hayo ina wakati mzuri, unaweza ukasema hivyo, katika michuano ya kimataifa kwenye kujaza uwanja. Unaionaje Simba hii kwa sasa hivi, matokeo ambayo wamepata ugenini, wana uwezo kweli wa kujaza mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Yes, hamasa lazima zianze mapema kwa sababu ni mchezo ambao wanauhitaji. Sio mchezo ambao mnaweza mkauchukulia kwa masiara. Inaweza kawa kuna michezo ambayo inachukuliwa kwenye jicho la tofauti, lakini huu ni mchezo ambao mashabiki wanahitajika haswa uwanjani kwenda kuisupport timu yao. Kama kweli wanahitaji kwenda nusu finali, lazima waangalie kwa upande mmoja au mwingine ni jinsi gani mashabiki watajaa uwanjani kwa wingi kwenda kuisupport timu yao. Mashabiki ni mchezaji wa 12 siku zote, na wanahitaji sana mashabiki kwenye mchezo huu kuwaonyesha Waarabu kwamba kweli wapo katika atmosphere ya ugenini, na ni mchezo muhimu sana kwa Simba Sports Club. Japokuwa miaka ya nyuma wamekuwa na desturi ya kuujaza uwanja, lakini siamini kama matokeo ambayo wameyapata dhidi ya Al Masry kule nchini Misri katika dimba la Suez yanaweza kufanya mashabiki wa Simba Sports Club wasiende uwanjani. Haya ni matokeo ambayo yametokea, na kila mshabiki wa Simba ukimuuliza ameridhishwa na performance ya timu yao jinsi ilivyochezwa. Kitu kigumu ambacho kilikuwa kwa Simba ni jinsi gani wana convert zile nafasi ambazo wamezitengeneza kwenda kuwa magoli. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinawapa wakati mgumu sana Simba Sports Club, na hicho ndio kitu ambacho kitawafanya mashabiki wa Simba Sports Club waamini kwamba wanaweza kufanya vizuri wakiwa katika ardhi ya nyumbani na kwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimependa kitu alichokifanya, no time to waste. Kwenye nyakati kama hizi hauhitaji kupoteza walau hata dakika moja. Ukipoteza dakika moja inaweza kukugharimu. Tunaanzaje? Lazima kwenye nyakati ambazo tumerudi tuanze kuingia kuwahamasisha mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi siku ya mchezo. Kuna kitu ambacho kinatakiwa kienda kutokea, na kitu hicho kutokea kwa wanasimba wenyewe. Sio tu wanasimba wawe nyuma zaidi, wanapaswa wao kuwa mstari wa mbele kwenda kuisupport timu yao, kuwa mstari wa mbele kwenda kuwapush wakina Jean Sharia wao, kina Elie Mpanzu, wajisikie kwamba wapo nyumbani na wanashangiliwa na mashabiki wao. Kwa hiyo mimi nadhani ni jambo la muhimu sana ambalo wamelifanya Ahmed Ally, ni kitu cha muhimu ambacho wamekifanya Simba, kuzindua hamasa yao siku ya leo na kuwaita zaidi mashabiki uwanjani, kwa sababu ni mchezo ambao binafsi na uona ni mchezo mgumu kwa upande wa Simba Sports Club. Ni mchezo ambao unahitaji kutumia akili nyingi sana, ni mchezo ambao hautokuhitaji wewe kutumia nafasi 1, 2 mpaka 3 kuweza kuamua mchezo. Kwenye kila nafasi utakayoipata kwenye mchezo huu inatakiwa ibadilike na kuwa dhahabu.
Mara zote kwenye michezo ya mtoano, nafasi unazozipata ukishindwa kuzitumia ipasavyo zinaweza zikakugharimu baadaye. Kwa hiyo mchezo kama huu Simba wanapaswa kuuchukulia kwa makini, wanapaswa kuuchukulia userious wa hali ya juu, kwa sababu kila nafasi watakayopata kwenye mchezo huu ni dhahabu. Wakina Lionel Christian Ateba, Jean Sharia Wakib, Dennis Prosper, Ariel Mpanzu, wakina Steven Dese Mkwala, kama atapata nafasi ya kuingia katika mchezo huu, wanapaswa kutambua thamani ya Simba Sports Club, wanapaswa kutambua thamani ya mchezo husika, kwa sababu nia ya Simba Sports Club msimu huu sio kuishia tena kwenye quarter final. Nia ya Simba Sports Club ni kuvuka kutoka kwenye robo finali na kwenda kwenye semi final, ili mradi watengeneze rekodi yao mpya ambayo wanaitafuta. Na ndio maana ukiwasikiliza wao kama wao wanakuambia ndoto yao ni kuvuka kwenye hatua hii, kwa sababu wameshadumu kwenye hatua ya robo finali kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni mchezo ambao unahitaji kuwa na hamasa kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Hizi hamasa zinaweza zikawa sababu ya kuwasukuma wachezaji kwenda kuipambania nembo ya Simba Sports Club, japokuwa ni jukumu lao, lakini ukiwa na mashabiki wengi uwanjani wakiwa wanaanikiza na wanapush kupata matokeo, inaweza kawa ni msaada kuwarahisishia wachezaji kuweza kupambana kweli na kuacha jasho uwanjani, kuondoka na pointi 3 ambazo zitawafanya wao waweze kuvuka. Sawa, wewe ni Rajuma akitupa maneno kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika mchezo wao. Simba katika kipindi hichi wafanye kitu gani ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri katika mchezo wa marudiano wakati wanachezesha draw? Simba wasijiamini kupitiliza. Wasijiamini kupitiliza kwa sababu baada ya game nilimsikiliza mwenyekiti wao Murtaza Mangungu akasema wao wana matumaini makubwa sana, wanaweza wakashinda mabao 3 au mpaka mabao 6. Sawa? Lakini hata Ahmed Ali leo hii nilivyomsikiliza naye amekuwa na confidence kubwa sana kwamba watapata matokeo. Sasa hii hali ilishawahi kuwakuta Simba kipindi wanatolewa na UD Songo, na kumbuka ilikuwa ni msimu wa 2019-20 walitoka sare Msumbiji bila. Walivyokuja uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba walitoka sare ya bao 1-1. Baada ya Simba kuonekana wanafanya vizuri sana wakiwa nyumbani, hapo manake kwa msimu uliopita walikuwa washamfunga AS Vita katika uwanja ule, washapata matokeo mbele ya Al Ahly, mbele ya JS Soura. Kwa hiyo walikuwa na confidence kubwa sana kwa kuwa sisi uwanja wa nyumbani huwa tunautumia vizuri, huwa tunapata matokeo. Kwa hiyo hata ile game ilivyokuwa inakuja, wachezaji walikuwa wanaamini kabisa kwamba muda wote watapata matokeo. Bana, sawa Nasho, mwakilishi huyo hapa yuko tayari. Halo? Hello. Bwana, unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na uko wapi ndugu yangu? Nazungumza na Arnold kutokea Manispaa Kigoma, kutokea wilaya ya Kasulu hapo. Kutoka wilaya ya Kasulu huko Kigoma. Umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Nimeshiriki mara 2. Ulikuwa unacheza kabla ama leo ndo siku ya kwanza umeanza? Yaani nimecheza mara nyingi zaidi kama mara 30 hivi. Aha, unafahamu ya kwamba leo gari inatoka? Ndio nafahamu ndio. Na kwa hiyo wewe unaitaka hiyo gari ama? Kama kawaida. Sasa nataka nikupe taarifa njema kabla bado hatujakwenda kutoa gari. Taarifa yenyewe ni kwamba uko tayari kupokea taarifa? Ndio, niko tayari. Bana, wewe ni mshindi wa shilingi 100,000 kutoka kwa Mshua jioni hii, na hapa tunapozungumza shilingi 100,000 ipo katika simu yako. Asante sana jamaa langu. Wao kabisa. Namshukuru Mshua huyo. Niambie una furaha kiasi gani? Yaani na furaha kwa kuwa nimeshinda. Mwambie koleze huyo mzela wangu mwanangu. Hapo mwambie koleze jamaa langu hapo. Sawa. Sasa hii gari inakwenda kutoka usiku wa leo. Si utacheza zaidi hapo ndugu yangu? Gari inaweza ikaja Kigoma hii. Jamaa langu nakwambia niko smart, yani niko katika online, yani nimenyoka kabisa hapo. Mwenetu, mimi naona kama wewe unaweza kuondoka na gari ukicheza hivi. Yaani nimekuwa nikisikiliza kwamba cheza, nikajua ninyi mnapeana ninyi kwa ninyi jamaa langu, lakini leo nimeingia hapo, yani jamaa langu hapo. Sasa unaona sasa. Sawa bwana, sasa mimi nakwambia kwamba endelea kucheza, hata gari pia unaweza ukaipata wewe. Uwe na jioni njema na endelea kucheza zaidi. Haya, nakoko pia jamaa langu. Nashukuru sana plus. Asante sana. Bana, sawa, mwakilishi amechangamka. Draw inayofuata Mshua anasema ni shilingi 100,000 na 50,000, na hii itakuwa ni saa 1 na dakika 30. 150. Kwa watu wangapi? Watu 35.
Sports venue ukipata hiyo Paka baadaye. 150 unakata shilingi 50,000